Mtume amewahi kusema katika hadithi, jambo litakalowapeleka watu peponi kwa wingi ni mambo mawili: taqwa Allahi wa husnul khuluq. Moja ni kumcha Allah, jambo la pili ni kuwa na tabia njema. Lillahi alhamd, tumeumaliza mfungo wa Ramadhani vizuri. Sasa tuko katika mwezi wa Shawwal na tunaendelea kutekeleza majukumu na ibada nyinginezo mbalimbali. Hakuna leave kwa Muislamu katika ibada juu ya kumtumikia Mola wake jalla jalaluhu. Almuslim laysa lahu ijaza, inma yataqallabu min ibadatin ila ukhra. Muislamu hana mapumziko ya kwamba leo yuko likizo, amemaliza ibada ya Ramadhani, sasa yuko likizo, hakuna tena mambo ya kuswali, hakuna tena ibada, anasubiri mwakani tena arudi kazini katika kumwabudu tena Mola wake. Hapana. Qur'ani inatuambia wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka kufa. Muabudu Mola wako mpaka kifo kikujie. Hivi ndivyo Muislamu anatakiwa, kwa sababu lengo la kuumbwa kwake ni ibada. Ndio maana akitoka kuswali anafunga, akitoka kufunga anatoa zaka, kutoka zaka anaenda Maka kuhiji, akihiji anarudi katika ibadati nyinginezo mbalimbali. Bali sio kuswali tu na kufunga tu na kuhiji tu na kutoa zaka tu. System yote, the way of life ya Muislamu yote ni ibada. Kwa ajili hiyo tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa wale wenye kumtumikia kikweli. Ndugu zangu, hutuba yetu ya leo itachukua kipengele cha mwisho katika aya zilizokuwa tukizisikia sana katika mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu anasemaje katika Qur'an? walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hiki hapa kipengele hiki ndicho tutakachokizungumza kwa muda mchache ambao nitakuwa katika membari hii biidhnillah. Walitukmilu al-idda walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, mkamilishe idadi ya siku za funga. Tumekamilisha. Walitukabbiru Allaha ala ma hadakum, mumtukuze Mwenyezi Mungu Allah kwa yale aliyokuongozeni na kukupeni. Tumemtukuza. Ndio maana siku ile ya Eid tulikuwa kila mtu Allahu akbar, Allahu akbar, tunamtukuza na tunaendelea kumtukuza Allah. Wala'allakum tashkurun, la'alla nyinyi mtakuwa ni wenye kushukuru neema za Allah. Ndugu zangu, hapa ndipo palipokuwa na kazi kubwa. Allah anataka tumshukuru neema zake. Allah anataka tuingie katika dairatu shakirin alladhina yashkuruna ni'mat Allah. Kushukuru kuna kazi. Sisi kwa sisi tu wanadamu huwa tunapofanyiana mengi na mazuri na mazito yaliyomshinda mwingine akaja akamfanyia, basi uungwana ni mtu kumshukuru mwenzake kwa lile alilomfanyia. Wewe ulikuwa huliwezi hili, ulikuwa huna hili, ulikuwa hulipati hili, lakini Mwenyezi Mungu amejalia kiumbe mwenzako amekuja, amekusaidia, umelipata, amekusaidia, umeliweza, amekusaidia, umekuwa nalo. Ni jukumu lako kumshukuru yule ndugu yako kwa kufanyia fedha ya kulipata lile jambo. Ndio maana Mtume katika hadithi nyingi ametufundisha hata sisi kwa sisi kushukuriana. Katika hadithi moja Mtume anasema, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u, mwenye kukufanyieni wema mlipeni wema wake. Sio amekufanyia tu bwana basi haya, mlipe. Amekufanyia zuri, mlipe.
fa in lam tajidu ma tukafiuna, kama hamkupata la kumlipa kwa wema wake, fad'u lahu, muombeeni dua. Simwache tu mtu hivi hivi ndo kafanya, maana kama kwamba hakuna chochote alichokifanya. Muombee dua kwamba tunakuombea Bwana, tunakushukuru Bwana kwa hili ulilotufanyia, ndio maana yake. Na katika hadithi nyingine Mtume amesema, man lam yashkuri nnasa lam yashkuri llah, au lam yashkuri nnas lam yashkuri llah man lam yashkuri nnas, asiye washukuru watu basi hata Mola wake hatomshukuru. Mshukuru Allah na washukuru pia watu. Hizi zote ni durusi ambazo sisi tunapewa ili tuwe miongoni mwa watu wenye kushukuru. Ndugu zangu, hakuna anayenipinga kwamba neema za Mwenyezi Mungu juu yetu ni nyingi sana, tunazoziona na tusizoziona. Mwenyezi Mungu ametupa. Sasa hivi unanisikia, hiyo kunisikia haya ninayoyazungumza ni neema miongoni mwa neema za Allah. Wapo watu hawasikii mpaka tuwape ishara. Hiyo wewe kuniona, usingeniona kama si neema ya Allah aliyokupa ya kuweza kuona. Wapo watu hawaoni. Hiyo kwamba nami nasema nawe unasema, hizi ni neema zake Allah. Unavuta unatoa pumzi, shahiqan wa zafiran, tilka min ni'amillah. Ulipoamka umeweza kula unachokipenda. Kuna watu wana uwezo mkubwa lakini hawali wanavyovipenda. Umekwenda haja, umetoa ulichotoa, ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu hawendi haja miezi miwili. Kuna watu hawapati neema ambazo sisi tunazienjoy. Si ni neema za Allah? Na nitazungumza ngapi? Mwenyewe Allah katika suratul Nahl anasema, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim. Mnapozihesabu neema za Allah hamufikie idadi yake, kwa sababu sisi tutasema zile tunazoziona, lakini je, zile ambazo hatuzioni? Zile tunazozijua, lakini je, zile ambazo hatuzijui? Zote ni za Allah na ametupa bila kupeleka application. Tumeziona tu, tunazo. Fahal shakart, ipo siku umezifikiria hizi neema ukasema, ya Rab, nakushukuru kwa neema ulizotupa. Allah mwenyewe anasema, wa qalilun min ibadi ash-shakur, ni wachache mno katika waja wangu wenye tabia ya kushukuru. Ni wachache. Anasema hivyo Allah, pamoja na kwamba anasema wabatha fiha rijalan kathiran wa nisaa. Sisi tumeumbwa hapa duniani, tupo wanaume wengi na wanawake wengi, lakini katika hao wengi kama utawatoa wenye kumshukuru Allah, anasema wa qalilun, ni wachache. Tusije nasi tukawa miongoni mwa hao wengi ambao hawakumshukuru Allah, tuwe miongoni mwa hao wachache wanaomshukuru Allah. Ndugu zangu, katika akhbari zilizopita za Bani Israil, Nabii Musa alayhi salam anatupa darsa nzito juu ya neema za Allah na namna ya kumshukuru. Anamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabb, najua kwamba unawapenda wenye kukushukuru na unataka watu wa kushukuru, lakini kaifa ashkuruk, mimi mja wako Musa nitakushukuruje? Haqqa shukrik, ili ionekane kweli kwamba nimekushukuru. Wa shukri laka ni'matun ukhra tahtaju ila shukr, hali ya kwamba ile mimi kukushukuru wewe nayo ni neema nyingine mpya, nayo pia inahitaji shukrani zako. Yani ukisema mtu alhamdulillah, namshukuru Allah, ile kwamba umeafikiwa, umelijua kwamba uko katika neema ukashukuru, nayo ni neema nyingine hiyo, nayo pia inahitaji shukrani ya kushukuru, kwamba nakushukuru ya Rabbi, umenibutua nikajua kwamba kuna neema zako nizishukuru. Hiyo nayo ni neema.
na hiyo nayo itakuwa ni neema. Na hiyo ina maana wewe 24/7 unatakiwa uwe unamshukuru Allah. Yani ile wewe kusema alhamdulillah, kuwafikiwa kusema neno hilo, nayo ni neema nyingine, inahitaji shukrani mbali na neema uliokuwemo ndani yake. Ile kusema alhamdulillah nayo ni neema. Sasa Musa anamuuliza Allah, ya Rabb, nitakushukuru vipi? Ile mimi kukushukuru ni neema nyingine inahitaji shukrani yake. Kwa hiyo na hiyo nayo itahitaji shukrani yake, na hiyo nayo itahitaji shukrani yake, kwamba lail nahar, saif shita, kharif, zote rabi, yani season zote 4 hizo, lailu nahar, usiku mchana, saifu shita, iwe wakati wa kiangazi iwe wakati wa kaskazi, rabi kharif, iwe wakati wa sama iwe wakati huo, kila wakati kumbe unahitajika kumshukuru nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini je, umelifanya mimi na wewe? Ulama wanasema marra ahadu salihin ala rajulin mubtala, mmoja katika wema waliotangulia aliwahi kupita akamkuta mtu aliyeonjwa kwa mitihani mbalimbali. Fasami'ahu yaqulu, ameonjwa manake ni mtu mlemavu, akimsikia anasema maneno haya, alhamdulillah alladhi afani mimma btala bihi kathiran min khalqihi wa sallallahu ala Muhammad. Yule mtu anayepita anampitia mtu mlemavu, anamsikia yule mlemavu, ana maneno anasema, maneno yenyewe ni haya: namshukuru Mola wangu ambaye amenivua akaniweka mbali na matatizo mengi ambayo amewaonja nayo na kuwapa waja wake. Yule bwana akashtuka kidogo, akaona huyu mtu anayesema maneno haya na hali ambayo yeye mwenyewe yupo hayafanani. Kimtizama anampata ni kafifa albasar, ni mlemavu wa macho, ni kipofu, haoni. Muqadan mashlul alyadaini warijlain, ameparalyze miguu na mikono. Kwa hiyo ni kiwete, ni kipofu, na vile vile la haraka la. Lakini maneno anayoyasema ni hayo, asema alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, alladhi, ambaye afani, amenipa afya, amenisamehe, amenivua, mimma btala bihi kathiran min khalqi, na mambo mengi ambayo amewaonja nayo waja wake. Yule bwana kabidi aulize swali, ya Abdallah, ewe mja wa Allah, mimma afaka Allah, hebu nieleze Mungu amekuweka mbali na jambo gani? Mimi kwa haraka nikiangalia naona kila kilichokuwa chenye uzito Allah amekukusanyia wewe. Amekunyang'anya macho, neema kubwa; mikono, neema kubwa; miguu, neema kubwa. Sasa lipi amekuweka mbali nalo Allah? Dhiki zote unazo wewe. Yule bwana akasema, la, laqad a'tani lisanan dhakira, Allah amenipa ulimi wenye kumtaja, pamoja na upofu wangu, pamoja na masikio na miguu yangu kuparalyze, pamoja na mikono yangu. A'tani lisanan dhakira, amenipa ulimi wenye kumtaja Allah kila wakati. Wa qalban shakira, na moyo wenye kutambua. Hatimaye ukatoa shukrani kwa yale aliyoyafanya Allah juu yangu. Shakira. Wa badanan ala albalai sabiran, na mwili wangu juu ya zile balaa, maonjo alionipa Mwenyezi Mungu, ni mwenye kuvumilia. Haya si wengi ambao Mungu amewapa. Wewe, mimi kama Mungu amenipa, namshukuru. Hizo ndo neema zake Allah. Ndugu yangu, wewe una macho mazuri, wewe una afya nzuri, wewe una kila kitu, lakini hujawahi kukaa kitako hata siku moja ukafikiria ukamshukuru Mola wako.
Aliyepewa mitihani yeye ndo anashukuru, asiyekuwa na macho yeye ndo anashukuru, asiye na miguu na mikono yeye ndo anashukuru. Tulikokuwa sisi tuna nguvu, tuna uwezo, pengine zile neema ndo sababu ya kumuasia nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Isma'u ila hadhihi al-ayati al-karima katika suratu Nahl, katika suratu Ibrahim, aya nambari 7. Tuisikilize hii aya. Mwenyezi Mungu anasemaje? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Wa idh ta'adhana rabbukum, kumbuka alipotangaza Mola wako. Allah ametoa tangazo. Tangazo gani alilotoa Allah? La in shakartum la azidannakum. Tangazo lenyewe, mkinishukuru neema zangu mimi nitawaongeza nyingine. Lakini sharti ya nyongeza kuja kutoka kwa Allah ni wewe kushukuru neema aliyokupa. Angalia mapenzi ya Allah. La in shakartum la azidannakum, mkinishukuru nitakuzidishieni neema. Wala in kafartum, na mkinikufuru neema zangu, inna adhabi la shadid, hakika adhabu yangu ni kali, hakuna anayeiweza adhabu ya Allah. Subhanallah. Ndugu zangu, miongoni mwa mambo ambayo huwa nayaona ni adhabu hapa ulimwenguni ni mwili huu wakati wa baridi kugusa maji ya baridi. Siku nyingine huwa naiambia nafsi yangu, ingelikuwa kesho siku ya Kiyama Allah hakuweka adhabu ya moto, ni baridi tu, awaambie watu watieni maji baridi katika miili yao, ingetosha kuwa ni adhabu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kutufundisha kwamba miongoni mwa ibada kubwa ni mtu kuwa na tabia ya kushukuru. Ya bani Israila dhkuru ni'mati, enyi wana wa Israeli kumbukeni neema yangu. Kila wakati ilikuwa tunasoma katika Qur'an tunaona hizi aya, ya bani Israila dhkuru ni'mati allati, kumbukeni neema yangu ambayo an'amtu alaykum, nimekuneemesheni. Ina maana anapenda Allah kuona waja wake wanazikumbuka na kuzishukuru neema zake. Lakini pia ndugu zangu, kuna sababu ambazo zinasababisha hizi neema za Allah kudumu kwetu, kuendelea kuwepo. Zipo sababu. Miongoni mwa hizo sababu ni sisi kumshukuru Allah na kuzitumia ipasavyo hizo neema. Hizi ni sababu mbili kuu sana.